أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخوة الكرام، بدأكم شكر الله سبحانه وتعالى kumtakia rahma na amani mbora wa viumbe Mtume alayhi salatu wassalam. Lillahi alhamd. Darsa iliyopita tulizungumza juu ya habari za Zaid bin Nufayl aliyeishi baina ya shirk na akawa ni mwenye kufanya bidii ya kuitafuta haki, akawa ni mwenye kuwaendea manasara, akawahoji manasara juu ya dini yao, akaishia kutokinaika na unasara, akaachana nao. Aliwaendea Mayahudi akawauliza juu ya dini yao, akawasikiliza, mwishowe hakukinaika, akawaachia dini yao. Asili mwenyewe alikuwa ashaona upotofu wa ibada ya masanamu katika ushirikina ambao kwamba umejazana baina ya Makuraishi na akawa ni mwenye kuwaponda juu ya upotofu wao, na mwisho akaishia katika hanifia, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila ya kumshirikisha na chochote, na akafa juu ya hali kama hii Zaid bin Nufayl. Mwanawe Said bin Zaid akawa ni mwenye kumuulizia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam habari zake, na tulitaja Said bin Zaid yeye yuko katika ile listi ya watu 10 waliobashiriwa pepo na Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa wako ulimwengu. Akajulia juu ya babake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia bishara ya kuwa babake Said, yani Zaid bin Nufayl, atakuja yaumul qiyama kama umma yeye atakuja, atasimama akiwa peke yake kama umma, kwa sababu alifuata haki baina ya batil akiwa peke yake. Kwa hiyo leo insha Allah taala, kama tulivyozungumza, tazungumzia habari za Warqa ibn Nawfal rahimahullah, na insha Allah taala tazungumza kwa mukhtasar, kwa muda mfupi, kwa uchache wa matayarisho, wa insha Allah takuwa mwenye kuzungumza kwa mukhtasar habari za Warqa ibn Nawfal. Warqa ibn Nawfal alikuwa binamu ya Khadija radhiallahu anha, mtoto wa ammi yake yeye na Khadija. Warqa ibn Nawfal ni makazi, na Warqa ibn Nawfal alikuwa ajua kusoma na kuandika, jambo ambalo kwamba lilikuwa adimu baina ya Waarabu. Alikuwa yeye yajua kusoma na kuandika, kwa hiyo ikawa yasoma kutokamana na hizi alwah, hivi vifungu vya Injili, kawa akiziandika vile vile na kuzisoma na kuzitafiti. Na Warqa ibn Nawfal alikuwa yeye yuamini kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mungu mmoja, na vile vile kulikuwa na manasara, baadhi ya Wakristo hapa na pale, ambao kwamba walikuwa wao waamini kuwepo kwa Mungu mmoja bila ya kumshirikisha na chochote, bila ya kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala utatu. Walikuwa wamesimama juu ya
kalima ambayo leo twawaita tukiwaambia njooni fi kalimatin sawain bainana wa bainakum, njooni katika neno ambalo kwamba liko sawa kwetu sisi na kwenu nyinyi, ya kuwa tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila ya kumshirikisha na chochote. Kwa hiyo Warqa ibn Naufal katika kuisoma Injil akawa ni mwenye kuifata kwa misingi hii, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kumshirikisha na chochote. Na Warqa ibn Naufal tulitaja habari zake mwanzo. Yeye ndiye yule ambaye kwamba Khadija alimuendea wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mwanzo ampata wahi mwanzo kabisa, na akawa ni mwenye kushtuka Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa ni mwenye kufadhaika Mtume sallallahu alaihi wasallam, akimkimbilia mkewe Khadija, mwambia zamiluni, dathiruni. Na Khadija akawa ni mwenye kumpa moyo mumewe alayhi salatu wassalam, kimwambia wallahi la yukhzika Allah, wallah naapa mimi kwa Mwenyezi Mungu ya Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala hatakuazirisha. Haiwezi Allah subhanahu wa ta'ala akakuazirisha. Na akamtajia katika sifa zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, waunga kizazi, watahmilul kal, na mwenye uzito wewe wambeba, katika sifa mzuri za Mtume sallallahu alaihi wasallam hata kabla ya nubuwa. Ndio kisha akamwambia twende kwa ibnu ammi, twende kwa kazini yangu Warqa ibn Naufal, tukamuulize juu ya hili jambo ambalo kwamba wewe limekupata. Pokwenda kwa Warqa ibn Naufal akampatia bishara na akamwambia yule ambaye kwamba wewe amekujia ndiyo yule malaika mkubwa ambaye kwamba alikuwa akimteremkia Musa alayhi salam, wa innaka la nabiyyu hadhihi al-umma, na hakika wewe Muhammad wewe ni nabii wa huu umma. Kimwambia wala tu'dayan wala tuqatalan wala tunsaranna biidhnillah, utafanyiwa uadui, utapigwa vita na utanusuriwa wewe biidhnillah. Cha mwisho amwambia laitani kuntu ma'ak hina yukhrijaka qaumuk, natamani mimi nitakuwa pamoja na wewe wakati watakutoa watu wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoka kuambiwa na Khadija ya kuwa yeye ana sifa mzuri baina ya watu wake, haiingii akilini ya kuwa watu wake watamtoa. Kivipi? Mukhrijiyahum, yani hivi mimi ndio watanitoa au mukhrijiyahum? Warqa ibn Naufal yuamueleza lile ambalo kwamba yatakaniwa leo Muislamu atambue juu ya Uislamu wake. Wallahi ulimwengu mzima hakuna mahali utapata muamala mzuri zaidi ya mujtama ambao kwamba ndani yake Uislamu, pamoja na mapungufu. Sisemi utapata muamala wa malaika, la, nazungumzia kuhusu wanadamu ambao kwamba watakuwa na makosa hapa na pale. Atatokea Muislamu bado atafanya uovu, atatokea Muislamu ataiba, atatokea Muislamu ataua, atatokea Muislamu atafanya kadha wa kadha, atafitinisha watu. Naam, Muislamu, walakin kiujumla hakuna muamala msafi mzuri kuishi ndani yake, mujtama msafi mzuri kuishi ndani yake zaidi ya jamii ambayo kwamba ndani yake ni Waislamu. Shekhe, watu wanashangaa maisha katika biladi za Waislamu, pamoja na kuwa hawaishi chini ya sharia ya Kiislamu, lakini katika ile mazoea. Ikhwata alkiram, na athari kubwa ya Uislamu, watu wafika mahali magari hata kuyalock hawayalock. Wewe na baiskeli yako hapa uwezi ukaiacha pale msikitini nje, uwezi ukaiacha bila lock.
Na ukienda sehemu ambazo kwamba wingi Waislamu utakuta masuala ya ule utulivu tofauti na sehemu zozote zingine. Kwa hiyo muamala wa Waislamu ni muamala ambao kwamba ni rasikhan, mzuri wa hali ya juu, wa kupigiwa mfano. Lakini utakuta leo Waislamu na mujtama wa Kiislamu hubandikwa majina kadha wa kadha propaganda nyingi, sio kwa ajili ya nafsi zetu, sio kwa ajili ya tabia zetu, kwani tabia zetu kwa ujumla ni tabia ambazo kwamba zenye kupendeza kwa sababu zasimama juu ya mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin kuna huu Uislamu, huu ujumbe ambao kwamba sisi tunataka ufike kwa watu, huo sasa ndio inakuwa ni tatizo. Huu ujumbe ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam amuuliza Warqa ibn Nawfal, au mukhrijiyahum, yani hivi mimi ndio watanitoa? Warqa ibn Nawfal amwambia, ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udi, hakuna mtu alikuja na ujumbe kwa mfano wa huo ujumbe ambao kwamba waja nao wewe, isipokuwa alifanywa uadui. Kwa hiyo suala ni ujumbe, wala sio watu, wala sio tabia zao. Kwa Warqa ibn Nawfal, baada ya tukio hili Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokezwa na Jibril na kuelezwa na Warqa ibn Nawfal hakukaa muda mrefu, isipokuwa alifariki. Kama muda mchache baada ya hapo akawa ni mwenye kufariki. Sasa ikawa watu waulizana baina yao, Warqa ibn Nawfal itakuwa ameishia wapi? Na wao kuulizana Warqa ibn Nawfal ameishia wapi, yatakaniwa tuchukue somo ambalo kwamba lipo hapa ni katika vipimo vya imani, si vipimo vya amali. Yani baina ya Waislamu hamwezi mkaanza kupimana mkasema huyu itakuwa ni Muislamu wa peponi au huyu itakuwa wa motoni. La, hapa walikuwa waulizana katika misingi na mizani ya imani, ya kuwa Warqa ibn Nawfal hakupata kudhihiri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ule ujumbe. Sasa itakuwa ameishia wapi? Na baadhi ikawa wasema huenda ikawa ameishia motoni, kwa sababu likuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hajadhihiri, amejiwa kweli na Jibril, walakin alianza kuufikisha ule ujumbe baada ya kuteremshiwa anzir ashirataka alaqrabi na uwaonye watu wako wa karibu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kwa da'wa ambayo kwamba ya kisiri baina ya watu wake, familia yake, watu wake wa karibu na watu ambao kwamba anathika nao, kuwa hawa akiwafikishia ujumbe watakuwa ni wenye kukubali, kama kina Abu Bakar mfano wake, kama vile alivyozungumza na mkewe, kama alivyofahamu ibn ammi yake Ali radhiyallahu anhu. Kwa Warqa ibn Nawfal hakuwa ni mwenye kupata, na alikufa kabla ya hapo. Kwa hiyo ikawa baadhi wanasema ya kuwa Warqa ibn Nawfal basi itakuwa ameishia motoni, hakuudiriki ujumbe wa haki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kusema, la tasubbu Warqa ibn Nawfal, musimtusi musimkashifu Warqa ibn Nawfal, fa inni raaitu lahu jannatan au jannatayn, hakika mimi ninaona kuwa Warqa ana pepo au hata ana pepo mbili, ana mabustani mawili peponi. Na vile vile akawa ni mwenye kuitoa Tirmidhi kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha. Aisha radhiyallahu anha sema, suila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an Warqa, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuulizwa juu ya Warqa ibn Nawfal, faqalat lahu Khadija. Khadija akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam yani katika hii habari Khadija alikuwa amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, innahu kana saddaqak wa innahu mata qabla an tadhhar. Warqa ibn Nawfal
hakika yeye alikuwa yukusadikisha, kwa sababu alipokwenda kwa Warqa ibn Nawfal, yeye ndio mwanzo, siku ya kwanza amwambia aliyokutana nayo, amwambia wa innaka la nabiyyu hadhihi al-umma wa innahu la nabiyyu hadhihi al-umma, huyu bwana ni nabii wa huu umma. Kwa hiyo Warqa ibn Nawfal ndio hata yamtafsiria Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa wewe bwana ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo alimsadikisha, sivyo? Alimsadikisha, alimkubali kuwa Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, huyu bwana ni mtume wa Mwenyezi Mungu, kutokamana na hayo ambayo kwamba ameyaona, na akasadikisha ya kuwa alomteremkia si mwingine isipokuwa ni Jibril alayhi salam, na Jibril hutumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa anbiya. Kwa hiyo alimsadikisha, sivyo? Wa innahu mata qabla an tadhhar, lakini Warqa ibn Nawfal amefariki kabla hujadhihiri ya Rasulullah. Kwa hiyo hali iko namna gani? Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, raaituhu fil manam, mimi ninamuona Warqa ibn Nawfal katika usingizi, katika ndoto. Wa alayhi thiyab bayd, na yuko na nguo nyeupe, yuko na mavazi meupe. Walau kana min ahli an-nar, na lau Warqa ibn Nawfal angekuwa katika watu wa motoni, la raaitu alayhi thiyabun ghair dhalik, ningemuona na nguo ambazo kwamba si nyeupe. Yaani maadamu na nguo nyeupe, Warqa ibn Nawfal yuko peponi. Haiwezekani kama ni mtu wa motoni, sababu moto kwa sifa yake hauwezi ukawa na mavazi meupe. Vazi jeupe ukiliweka ndani ya moto ufanyika nini? Ugeuka likawa weusi, chomeka likawa weusi. Ndani ya moto mweusi, ndani ya moto ni kiza, ndani ya moto ni moshi, yaani moto hauna nuru. Kwa hiyo maadamu akamuona na nguo nyeupe, asema lao ingelikuwa yuko motoni, ningemuona katika nguo ambazo kwamba sio hizo. Hii yaonyesha ya kuwa imani ya Warqa ibn Nawfal ilikuwa imani ya kikweli, na hawa watu walifanya bidii wakati hawana ujumbe, hawana sharia. Hii yaonyesha kiasi gani sisi tuna majukumu mazito zaidi wakati sisi tunao ujumbe na sharia tuko nayo. Hawa walitamani lao ingelikuwa wanao, kwa sababu Zaid bin Nufail yasema, ya Rab, lau ingelikuwa mimi najua kuna namna ambayo kwamba waridhika zaidi kuabudiwa nayo, basi mimi ningefanya hivyo, lakini sijui. Kwa hiyo sisi tunaojua majukumu yetu ni makubwa zaidi, wao wakawa wenye kufanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile juhudi ambayo kwamba waliiweka ndani yake. Kwa hiyo tumemaliza kama tulivyosema kwa mukhtasar habari ya Warqa ibn Nawfal, na habari inayofuata insha Allah taala huenda ikachukua durus kadhaa, kwa sababu ni habari ndefu. Habari ya Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alimwendea Salman al-Farisi akiwa katika uzee wake, kamwambia, hebu nieleze kisa chako, nieleze habari zako. Salman al-Farisi mbwana kutoka Isfahan. Isfahan ni present day Iran. Na Salman al-Farisi kwa ufunguzi katika habari zake, ambayo kwamba huenda ikatupatia interest zaidi katika kufuatilia katika darasa zinazokuja. Kuna aya, hii aya iko katika suratu Muhammad kama sijakosea, na kama ninakosea mtanirekebisha kwa yule atakayekumbuka. Aya ambayo kwamba aya ya mwisho
wa in tatawallaw, yaanza mwanzo ha antum, hawa watu huitwa katika litunfiqu fi sabilillahi, mtoe katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faminkum man yabkhal, na katika nyinyi kuna ambao kwamba wanafanya ubakhili. Wa man yabkhal fa inma yabkhal an nafsi wallahu alghani wa antum alfuqara. Kile kipande cha mwisho sasa, wa in tatawallaw, na lau mutakuwa ni wenye kugeuza migongo, yastabdil qauman ghayrakum, Allah subhanahu wa ta'ala atageuza watu ambao kwamba sio nyinyi. Thumma la yakunu amthalakum, kisha hawa watu hawatakuwa mfano wenu nyinyi. Sasa katika masahaba ambao kwamba asili yao ni Waarabu wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiko katika tafsiri Ibn Kathir, ni suratu Muhammad sio? Ni suratu Muhammad sio? Naam, hiko katika tafsiri Ibn Kathir. Tufungue hichi kipande kielezwa. Wakao wenye kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man hum alladhina yatawallayna yastabdilu Allahu ghayrana thumma la yakunu amthaluna, nkina nani hao ambao kwamba lau sisi tutakengeuka Allah subhanahu wa ta'ala atawageuza, atawaleta wao, kisha hawatakuwa kama sisi. Nkina nani ya Rasulullah? Masahaba walikuwa na hamu na vitu kama hivi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kumpiga bega Salmanul Farisi, akasema hadha ar-rajul wa qawmu, huyu bwana na watu wake, huyu bwana na watu wake, hadha ar-rajul wa qawmu. Fungua tafsiri Ibn Kathir, mpaka ukija ukiangalia matukio leo yanavyotukia, subhanallah, hatujui uhakika wa mambo, lakini kwa mambo yalivyo kwa asri zetu leo, huenda maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake yakahakikishwa mbele ya macho yetu kwa kile ambacho kwamba chaendelea. Walakin habari zote za Allah subhanahu wa ta'ala, billahi al-amru min qabl wa min ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala amri yote iko katika mikono yake. Kwa hiyo Salmanul Farisi, huyu ndiye Salmanul Farisi, asili yake yeye ni Muirani, na habari zake insha Allah taala katika kuitafuta haki, habari ndefu tutazungumzia katika durusi zinazokuja insha Allah taala. Kwa machache tuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie sote min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairal jazaa.